Bana, mitaa ilikuwa na ripoti nyingi sana zinazohusiana na kile ambacho kinaendelea kule Iran, na baada ya lile tangazo la ceasefire ambalo lilitangazwa kwa shinikizo la serikali ya Marekani kwamba Iran pamoja na Israel wanatakiwa kusitisha mapigano kwa sababu ni mapigano ambayo yanaleta athari kubwa sana. Sasa tumeona Israel wamekuja na ripoti ambayo inaelezea kwamba walifanya shambulizi kwenye gereza la pale Evin mjini Tehran ambalo lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 71, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imethibitishwa na mahakama ya pale Iran. Takribani watu 71 wameuawa katika shambulizi la anga la Israel ambalo walishambulia gereza maarufu la kule Evin kule Tehran, ambapo wafungwa wengi wa kisiasa na raia wa kigeni walizuiliwa katika mahakama hiyo. Na hii ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na mtakumbuka kwenye zile video mmojawapo niliwahi kuwaeleza juu ya wafungwa ambao walitoroka gereza. Kwa hiyo nadhani sasa mnaunganisha doti juu ya kile ambacho niliwaambia, ambapo shambulizi hili la Israel ambalo lilifanya kwenye hilo gereza la Evin wakati wa mapambano ya siku 12 mwezi huu liliua takribani watu 71. Na hii ni taarifa ambayo imetolewa na mahakama siku chache baada ya kusitishwa kwa mapigano ya kumaliza uhasama kati ya maadui hawa wawili wakubwa. Shambulizi hilo ambalo lilifanyika Jumatatu iliyopita liliharibu kabisa sehemu ya jengo la utawala huko Evin, jengo kubwa lenye ngome nyingi kaskazini mwa Tehran, ambalo mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema inawashikilia wafungwa wa kisiasa pamoja na raia wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Kwa mujibu wa msemaji wa mahakama anayefahamika kama Asghar Jahangir, amesema kwamba kwa mujibu wa takwimu rasmi watu 71 wameuawa katika shambulio hilo la gereza huko Evin, na shambulizi hili ni moja kati ya shambulizi baya sana tokea kuanza kwa ile operation ambayo ilianzishwa na Israel mnamo Juni 13, 2025. Kwa mujibu wa Jahangir, waathirika wengi huko ni pamoja na wafanyakazi katika ofisi hiyo, walinzi pamoja na wafungwa na jamaa ambao walikuwa wamewatembelea wafungwa katika gereza hilo pamoja na raia ambao wanaishi karibu na gereza hilo. Video ambazo zilioneshwa na kuta ambazo zimeharibiwa sana, dari zimeanguka, uchafu ulianguka, lakini pia zilionesha baadhi ya wafungwa ambao walitumia nafasi hiyo ya shambulizi katika eneo hilo nao wakatoroka. Na mahakama imesema kwamba kituo cha matibabu cha Evin pamoja na vyumba vya kutembelea wale wafungwa vilishambuliwa. Siku ya Jumanne, siku moja baada ya shambulizi hilo, mahakama ilisema kwamba mamlaka katika magereza hayo iliwahamisha wafungwa kutoka gereza la Evin bila kutaja idadi ya wale ambao walihamishwa, na wafungwa kule Evin walikuwa wamejumuisha ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya Narges Mohammad pamoja na raia kadhaa wa Faransa pamoja na wengine wengi. Kwa hiyo miongoni mwa wale ambao walifungwa kwenye gereza hilo ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani anayefahamika kama Narges Mohammad, ambaye naye alikuwa ameshikiliwa katika gereza hilo. Kwa hiyo hii ni ripoti kamili sasa juu ya kile ambacho kilitokea huku, kwamba Iran ilipata hayo madhira kutoka Israel, madhira ambayo yalisababisha hilo gereza kushambuliwa, na hatimaye wafungwa pamoja na raia, walinzi na wale ambao walikuwa wametembelea ndugu jamaa na marafiki kuwatembelea mahabusu pamoja na wafungwa, nao ni miongoni mwa wale ambao walishambuliwa. Rest in peace, na tunasubiri tuone tamshi la mwisho kabisa ambalo pengine litatolewa na Iran. Ijapokuwa sasa hivi kumekuwa na usitishaji wa mapigano, lakini wote know ni kwamba wa Iran hawawezi wakakaa kimya, lazima watakuja na majibu ya moja kwa moja. Lakini tumeona pia taarifa nyingine juu ya kudorora kwa uhusiano kati ya IAEA dhidi ya Iran, ambapo Umoja wa Mataifa inasemekana wameshindwa kabisa kulaani mashambulizi ya Israel pamoja na Marekani, na wamesikitishwa na tamko la kabla ya vita la IAEA ambalo litangaza kwamba Tehran inakiuka majukumu yake ya kutoeneza silaha za nyuklia na kubaki nje ya eneo la ukaguzi, ambapo Iran sasa imesitisha ushirikiano na shirika la nguvu ya atomic kwa maana ya IAEA. Lakini Tehran pia imesema kwamba
hivi sasa inajiandaa kisaikolojia kuhakikisha wanazalisha hizo silaha kwa viwango vya hali ya juu zaidi. Ifahamike, wakati mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba wanachama wa kambi hiyo watakubali kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha za nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Baghaei, alisema kwamba unawezaje kuelezea wasiwasi wako juu ya mpango wa amani wa Iran ambao uko chini ya ukaguzi mkali zaidi wa IAEA na kupunguza ukweli kwamba utawala wa Israel una silaha kubwa ya silaha zile za nyuklia. Kwa maana ya, anasema hiyo IAEA yenyewe inachojali zaidi ni kutazama wa Iran kutomiliki silaha za nyuklia, wakati wa Israel wana silaha kubwa na hatari zaidi kuliko silaha za nyuklia. Anasema kama nchi iliyotia saini mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa NPT, Iran inatakiwa kukubali ukaguzi wa IAEA. Israel imeondolewa kwenye ukaguzi wa nyuklia kwa kuwa ni moja ya nchi 5 ambazo hazihusiki na NPT. Wakati Israel haijathibitisha wala kukanusha kuwa inamiliki silaha za nyuklia, nchi hiyo inakadiriwa kuwa na angalau silaha 80 za nyuklia kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm inayofahamika kama SIPRI. Na hiki ilizungumza kwamba yani wa Iran wao wanasema ni marufuku kumiliki silaha za nyuklia, lakini wa Israel wanatajwa kwamba huenda wakawa wana silaha za nyuklia zaidi ya 80. Na kufikia Juni 19, Baghaei alikuwa na mkuu wa IA Rafael Gross ambaye alisema uligeuza IAEA kuwa chombo cha kufanya urahisi kwa wanachama wasio wanachama wa NPT, kuwanyima wanachama wa NPT haki yao ya msingi chini ya kifungu cha 4. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran aliambia au alizungumza na Gross kupitia katika ukurasa wa X. Kauli hiyo dhidi ya IAEA ilitekelezwa wiki mapema kabla ya Jumatano baada ya bunge la Iran kupitisha mswada wa kusimamisha ushirikiano na ufanyaji kazi na hilo shirika la nguvu za atomic duniani. Na baadaye Alhamis asubuhi, waangalizi wa kikatiba kutoka Iran, baraza la walinzi, walipiga kura ya kuidhinisha mpango ambao ulipendekezwa na bunge. Mwisho wa siku, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kupitia televisheni ya taifa kwamba kusimamishwa huko ni lazima kufuatia idhini ya baraza la walinzi, na kuongeza kwamba hakuna shaka juu ya utekelezaji wa jambo hili. Uamuzi wa Iran wa kusitisha ushirikiano na hilo shirika la nguvu za atomic duniani ulikuwa ni wa kusikitisha, lakini sio jambo la kushangaza maendeleo, kwa sababu wanadiplomasia na wataalamu ambao walikuwa wanataka kufanyia kazi jambo hilo ni watu ambao wameonekana kutofanya kazi ya aina yeyote ile. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi ni kwamba hiyo Iran imeshajiondoa kabisa kwenye ushirikiano na shirika la nguvu za atomic duniani, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba uamuzi wa Iran kusitisha ushirikiano na IAEA ni wa kusikitisha, lakini si jambo la kushangaza hata kidogo. Alizungumza Jacques Audbert ambaye huyu ni moja kati ya wanadiplomasia na mpatanishi wa zamani wa Ufaransa kuhusu mapatano ya nyuklia na Iran ya mwaka 2015. Anasema wamesitisha, sio kujiondoa, na wakati wanazungumza kuhusu kujiondoa kwenye mkataba wa kuzuia uenezaji hawajafanya hivyo. Hata hivyo, kusimamishwa kwa ukaguzi na uhusiano wa IAEA kutachochea hadithi kwamba Iran inakusudia kutengeneza silaha. Alizungumza James Dolzey International School, ambaye huyu ni mwenyeji wa shule ya kimataifa ya Singapore, ambapo alisema dunia yenye misuko inahitajika kuweza kumalizwa. Huyu bwana James Dolzey, yeye ndiye mmiliki wa International School ambayo inapatikana pale mjini Singapore, ambapo anasema hicho ambacho kinafanywa na wa IAEA kinafanywa ni mambo ya kipumbavu, kwa sababu hawawezi wakazuia upande mmoja alafu upande mwingine wanaruhusu. Na Iran ilitia saini mkataba wa NPT mwaka 68 wakati wa utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi ambaye aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, moja ya mapinduzi maarufu sana. Kwa zaidi ya miongo minne, mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu wamekuwa kikutana na vikwazo sana ambavyo vimekuwa vikilazimisha nchi hiyo kufuata matakwa ya ukaguzi wa mkataba wa zama za Shah, wakati Israel ijiweka huru na yenyewe imeendelea kutengeneza silaha za nyuklia bila hofu ya kuwa na vikwazo vya aina yeyote ile. Ifahamike kwamba
Iran, tofauti na Korea Kaskazini, hawajawahi kujiondoa katika mkataba huo wa kihistoria wa Umoja wa Mataifa, wakihofia jibu baya kutoka Israel, na ubaya zaidi au kwa maana ya adui wao mbaya zaidi ambaye ni Marekani. Uzuiaji huo uliporomoka mwezi huu katika vita ya siku 12 ambao vimeua zaidi ya Wairani 600 na kujeruhi wengine zaidi ya 49 kwa mujibu wa takwimu rasmi, na mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema idadi ya vifo vya Iran inaweza ikazidi 1000. Wakati huo mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya Israel yaliua zaidi ya watu 28 kwa mujibu wa mamlaka ya Israel, lakini hadi tunapozungumza ni kwamba Waisrael wao walifanya zuio kwa waandishi wa habari na vyombo vya habari kuripoti taarifa za hasara ambayo Israel imeipata kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na wa Iran. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linaendelea katika eneo la mgogoro kati ya Israel pamoja na Iran. Ijapokuwa wamesitisha hayo mapigano, lakini bado kuna vita ya chini kwa chini inaendelea, na pengine tujiandae kisaikolojia, mapambano haya yanaweza yakaibuka saa na wakati wowote ule, kwa sababu Israel yenyewe tumeona imetangaza kwamba bado hawajakamilisha mpango wao katika viwango ambavyo vinahitajika, lakini na wenyewe wa Iran hawajakaa kizembe, nao wamesema watahakikisha wanapambana na hiyo Israel pamoja na washirika wao kwa namna yeyote ile inavyowezekana. Sasa sisi kama daraja tunatumika tu kuleta hizi taarifa, lakini kuna namna ambavyo watu mnatakiwa kuweza kuelewa kwamba ninaona ni kama dunia ya sasa hivi ni kama imechange, dunia imebadilika sana. Na dunia imebadilika kwa sababu gani? Ni kwa sababu mataifa ambayo watu walikuwa hawayatarajii kutokea, sasa hivi tumeanza kuona yanatokea katika viwango vya hali ya juu sana. Niliona ile kauli ambayo imezungumzwa na Ayatollah Ali Khamenei kuhusiana na mafanikio ambayo wamepata katika eneo la mapambano, na moja kati ya kile ambacho nikiandika nisema kushindwa kijeshi kwa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, vikosi vya jeshi la Iran vilifanikiwa kuidhalilisha mifumo ya ulinzi wa anga ya tabaka nyingi ya utawala wa Kizayuni katika vita vya hivi karibuni, na alichapisha picha mbalimbali ambazo zilionyesha ulinzi wa Israel, namna ambavyo wa Iran walifanikiwa kushambulia huo ulinzi wa Israel ambao wao walikuwa wanasema wana ulinzi mkubwa zaidi. Na akasema kwamba bwana Ayatollah Khamenei kwamba anytime kama wa Israel watahitaji kupambana na wa Iran, basi wa Iran wenyewe wako tayari saa na wakati wowote ule kwa ajili ya kupambana na hiyo Israel pamoja na washirika wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.